muda mrefu umekuja siku ya leo, karibuni sana. Pia wenyeji, karibu sana. Asante kwa moyo huo ambao mnazidi kuonyesha mbele za Mungu ya kwamba mnampenda, mnamheshimu, na pia mnaweza kufunga shughuli zenu siku kama ya leo hii takatifu na kufika kwa nyumba ya Baba kumsifu na pia kusikia kutoka kwake anasema nini kwa ajili ya maisha yenu. Naitwa Mchungaji Jackson Soita kwa wale ambao hawanijui. Karibu sana kwa neno la Mungu. Neno letu la leo linatoka kitabu cha Waamuzi. Tutaona mlango wa 13. Pia tutaona mlango wa 16. Lakini tutaanza na mlango wa 13. Hapo ndipo neno letu la siku ya leo linatoka. Kitabu cha Waamuzi, the book of Judges. Wale wako na Biblia ya Kiingereza, the book of Judges, chapter 15, verse 1 to 24. Alafu tutakuwa pia na chapter 16, verse 4-5. Alafu tutasikia mpaka 19. Ujumbe wetu utakuwa unaishia hapo. Kichwa cha ujumbe wa siku ya leo ni maisha ya Samsoni. Maisha ya Samsoni. Maisha ya Samsoni. Samsoni, kabla tujaanza mahubiri ya siku ya leo, Samsoni yeye alikuwa mtoto wa Manoa. Samsoni alikuwa mtoto wa mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Manoa, na waliishi mahali panaitwa Sora katika maisha yao. Alafu kabila lao walikuwa ni Wadani. Walikuwa ni kabila ya Wadani. Waliishi Sora, alafu kabila yao ilikuwa ni Wadani, na mama wa Samsoni alikuwa tasa. Mama wa Samsoni alikuwa tasa kwa miaka mingi, hakuweza kupata mtoto katika maisha yake. Lakini siku moja malaika wa Bwana akamtokea na akamwambia, wewe utakuja kubarikiwa siku moja na mtoto huyo ataitwa Samsoni, na wembe hautapita juu ya kichwa chake. Na sasa malaika akampa huyo mke wa Manoa masharti, akasema, usiwahi kunywa divai wala ukule chakula chochote kilicho najisi, uishi maisha matakatifu, uishi maisha mazuri, kwa sababu kupitia uzao wako tutapata mkombozi kwa wana wa Israeli kutoka mikononi mwa Wafilisti.